Alimwambia bwana mmoja akiitwa al-Ashaj ibn Abd al-Qais, alimwambia hivi, mtume alimwambia huyo bwana, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, wewe una mambo mawili Mungu anayapenda sana, una vitu viwili, una tabia mbili, yuhibbuhum Allah, Allah anazipenda sana tabia hizo mbili, unazo wewe al-Ashaj. Ni zipi? Alhilmu wal-anah. Al-anatu, upole na uvumilivu, na hilmu unaweza ukaitafsiri unavyotaka katika subra. Unaweza kwa Kiingereza ukasema humble, mtu akiwa humble, halim, akiwa mtu ana tabia ya uvumilivu, akiwa mtu mpole, akiwa mtu na busara, akiwa mtu na hekima. Kuna watu wawili mara nyingi hawa tuko nao, tuzisikilize hizi sifa za hawa watu wawili, huenda mimi na wewe tukawa mmoja katika wenye sifa hizi. Sema kuna mtu sari'ul ghadab bati'ul auda. Kuna mtu aina hiyo, sari'ul ghadab, ni mwepesi wa kukasirika, hasira zake ziko juu juu. Saa nyingine wala kitu hajafanyiwa yeye anakasirika yeye na kafanywa mtu mwingine. Sari' al-ghadab na bati'ul auda, na kurudisha hali yake akasawazisha, hasira zikaondoka. Pia ni mzito sana, kukasirika haraka lakini kurudi mzito. Anaweza akakasirika leo akaridhishwa akaombwa mwaka 2023 ndo akasamehe. Bati pole anakuja mzito, lakini ghadhab hazisubiri, zinakuja haraka. Tunao marafiki wetu kama hao, kitu kidogo amekasirika. Lakini kuna wa pili, bati'ul ghadab sari'ul auda, huyu ni mzito wa hasira, hasira zake ziko mbali, zinakuja kidogo kidogo, lakini akikasirika sari'ul auda, ni mwepesi wa kurudi katika mstari akasawazisha mambo. Na huyu pia tuko naye. Sijui mimi na wewe tuko katika klasi gani katika wawili hapa? Usimnyoshe mwenzako kidole, na wewe uko katika position gani hapa? Ni sari'ul ghadab bati'ul auda au bati'ul ghadab sari'ul auda? Sasa halim ni nani katika wawili? Halim ni nani? Halim ni yule bati'ul ghadab sari' al-auda, ndo halim, mzito wa hasira. Si kwamba hakasiriki, ndugu zangu, tufahamiane, hakuna binadamu asiyokasirika. Wanasema ulama, man isturdiya falam yarda fahuwa shaytanun wa man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Mwenye kuombwa radhi na msamaha asisamehe, huyo ni ibilisi, na mwenye kukasirishwa asikasirike, huyo ni punda. Hakuna mtu asokasirika, sote tunapata ghadhab, lakini kuna kuficha hasira, kuna kuvumilia, ambayo ni sifa kubwa sana. Ndio maana Allah akasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Msalieni mtume sasa. Unaona sifa moja katika watu watakao kwenda katika pepo ya Allah, walkadhimina alghayz, waliozuia hasira zao. Mtume alipigwa, akadhalilishwa, akatukanwa, akamnyanyasa, akafanyiwa mambo makubwa, akaondoka akaenda zake Madina, lakini akarudi. Wale wote waliomnyanyasa mtume, waliompiga vita, waliomdhalilisha, wakakamatwa, akawa mbele ya mtume. Sasa yeye ndo anaweza akawafanya chochote. Mnadhani aliwafanya nini?
Akiwauliza sasa, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, leo mnafikiri nitakufanyeni nyinyi kitu gani? Wale wakasema khairan, sisi tunajua utatufanyia khairi tu.